katika kumsifu Bwana. So wewe huyu mwingine usipoona akisifu, wachana na yeye kando. Wewe sifu maana ni wewe na yeye. Bwana asifiwe. Wewe sifu maana wewe ndio unajua nini unafanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Tusianguke mtihani kwa kumtazama mwenzetu. Wacheni tupite hii mtihani. Bwana asifiwe. Sababu kunaye mmoja ambaye tunaelewa ni nani tunamsifu, nani tunamuinua, nani tunamwimbia. Praise the name of the Lord. Haleluya. Tuelewe ni nani tunamsifu, nani tunamwimbia, ni nani tunatembea na yeye. Praise the name of the Lord. Because kumbukeni hii njia amesema yule ambaye atakaye amini, yule ambaye atakaye nifungulia, nikubisha amebisha, wewe ukamfungulia. Kwa hivyo wewe ambaye umemfungulia na unajua umemfungulia, haleluya, tembea na yeye kama vile anataka. Haleluya. Wacha kutembea na yeye kama vile mwenzako anafanya. Wacha kutembea na yeye kama vile mwenzako anadhani kunatakiwa kufanya. Wewe tembea naye kulingana na vile yeye anataka. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Kama amesema enter into my gates with thanksgiving, ingia na furaha na kumrudishia shukrani. Haleluya. Wacha kuingia kulingana na vile wale wengine wanaona inafaa, ama ule mwingine anafanya, ama atanionaje, ama atasemaje. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ni huzuni maana nilikuwa naangalia neno Yesu akiongea, na alikuwa akiongea pale akiwajibu wale ambao walikuwa wamemuinukia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Pale Galilaya ambao watu walikuwa wanamtafuta ili wamuue. Pale ambaye hata ndugu zake walikuwa wanamdhihaki. Haleluya. Bwana asifiwe. Dhihaka kwa mandugu ambao wamezaliwa pamoja. Huku nao Wayahudi wanamtafuta ili wammalize. Bwana asifiwe. Haleluya. Naye Yesu akawa anaelewa hayo yote na akawa akiongea. Maana kuna mahali alisema wanamtafuta wamuue, na wakajiuliza huyu nani amemwambia ana shetani huyu. Bwana asifiwe. Haleluya. Imagine kama Yesu angefikiria ama angefuata hawa vile wanasema. Kama angefikiria wananionaje, ili na akasimame ama akajikunja na akakosa kuenenda hii safari ambaye Baba alimleta duniani atembee. Bwana asifiwe. Sijui siku ya leo tungekuwa tukiongea nini mimi na wewe. Praise the name of the Lord. Sababu nilikuwa natazama, hebu tutazame hapo katika Yohana 7. Let's just see katika Yohana 7 mstari wa 18 tuone vile hapo neno linatuambia. Raka tomoza. Reke tomezaya. These things are confused. John chapter 7. Let us see just one verse there. Verse 18. He that speaks to himself seeks his own glory, but he that seeks his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. What does it say in Swahili? Yeye anenaye kwa nafsi yake tu, utafuta utukufu wake mwenyewe. Bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli. Anasifiwe. Wala ndani yake hamna udhalimu. Haleluya. Sijui kama tuelewa hiyo. Haleluya. Sijui kama umeelewa hiyo. Ni nani anaweza soma hapo tu loudly na Kikuyu, ndio Kikuyu aelewe. Kigiriki. Nani hapo na Kigiriki anaweza tusomea tu loudly hapo? Si lazima awe na mic. Nani hapo na Kikuyu atusomee tu kwa sauti hapo? Bwana asifiwe. 7:8. Teacher tusomee. 7:18. Na sauti ya teacher. Uliawaragia uhoro wa toro yake. Mwene edete o ego sibie we mwene. Uliawaragia uhoro wake. Wa toro yake. We mwene edete oke. Edete o ego sibie. Owe ego sibie we mwene. Ede uliawedete kugosibia uliawamurekirie. Uliawedete kugosibia uliawedete kugosibia uliawamurekirie. Usione wama. Usione wake. Wama. Na
Nadari na womo goroini yake. Dari nake? Womo goroini. Womo goroini yake. Halo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ni kuhusu nini? Wewe na yeye. Nothing else. Bwana asifiwe. Ni kuhusu wewe na yeye na sio jambo lingine lolote. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio tunaambiwa yeye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake mwenyewe. He that speaks of himself seeks his own glory. Hallelujah. Na hapa ndio unaona kuna hatari, because wakati ambapo unatazama huyu ananionaje ama hawa wanaonaje, at the end itakubidi uongee kukuhusu wewe. Bwana asifiwe. Itakubidi uongee habari yako. Itakubidi utembee kulingana na vile unaona inafaa mbele ya hawa. Halo, si ndio? Itabidi act ama utende kulingana na vile hawa wanaona, because wewe unafikiria mwenyewe, unaongea mwenyewe, hata mambo yote ni wewe. Halo, Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo it means the moment umeanza kuwa ni wewe, mambo ni wewe, kutembea ni wewe, maneno unayoongea ni wewe, na ni wengi sisi huwa hivyo. Hata mimi uona, hata mimi waambiwa, hata mimi ufanye, hata it doesn't matter. Haleluya. Bwana asifiwe. Hivi hata mimi ukiniona, hata mimi everywhere you go ni mimi. Bwana asifiwe. Ikifika hata mambo ya Mungu ni mimi. Yesu akanena akasema, bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka. Wewe ambao unatafuta utukufu wake nani? Huyo Mungu ambaye alikwambia njoo kwangu, wewe uliye na nini? Na mizigo mizito, nifanye nini? Nikupumzishe. Haleluya. Wewe ambao ulielewa hivyo ya kwamba ni yeye nimepatia mizigo, na kwa hivyo katika kupumzika kwako, katika kutembelea kwa amani, katika baraka zako, hamna siku utaongea kuhusu wewe. Tasema ni Mungu. Siku hizi uko smart, ni God. Siku hizi umebarikiwa, ni God. Haleluya. Bwana ni kweli, si wewe. Si ulikuwa na mizigo akakupumzisha? Si ulikuwa na kilio akakupanguza machozi? Si ulikuwa mgonjwa akakuponya? Sasa uanze kuringa ati kwa sababu sasa uko sawa, ukiangalia wale wengine uko okay, umewashinda. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Ati bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli. Haleluya. Huyo ndio wa kweli. Na huyo ndio Bwana uendelea na kuinua zaidi. Huyo ndio Bwana uendelea na kutendea zaidi. Huyo ndio Bwana utembea akiwa mbinguni anasema huyo ni wangu. Ama hakufanya hivyo kwa hiyo? Hapa anakuuliza shetani, umenionea mtumishi wangu Ayubu? Haleluya. Kuta alikuwa anaringa na Ayubu. Na kumbukeni Ayubu hata watoto wake wakitoka kwake kutembea, wamemwambia baba bye, watoto wajukuu bye, wameenda. Ayubu hapo akienda kwa kitanda kulala, alikuwa anarudi kwa Mungu Baba, anatoa sadaka. Ikiwa kuna jambo Baba tumetenda siku ya leo, hii wiki ambayo tumekaa na hawa watoto tukifurahiana huku, ambaye haikukufurahisha, Baba naomba utusamehe. Wasamehe hata wakienda kwao, wakiwa manjiani, Baba walinde, wahifadhi. Haleluya. Alijua kutembea na Mungu Ayubu. Na ndio maana Mungu akaringa naye akamuuliza shetani, umetoka wapi? Kuzurura duniani. Akamsema, umenionea mtumishi wangu Ayubu? Hapana, wewe ndio umemfanya hivyo, umembariki, umemlinda, umemzingira ukuta. Wewe ukubalishani mtu amguze. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akiwa umeshikana na Mungu na mnatembea na yeye, ikiwa si about you, is about him, then si atafanya hata zaidi. Haleluya. Si atatenda hata zaidi. Akasema nini?
wala ndani yake hamna udhalimu. There is no unrighteousness in him. Hamna makosa ndani ya huyo ambaye ameelewa, ambaye anaongea kuhusu Mungu wake, ambaye anainua Mungu wake, ambaye anatukuzisha Mungu wake. Hapa Kristo walikuwa wamemuinukia, walikuwa wanamdhihaki. Bwana asifiwe. Haleluya. Walikuwa wanajaribu kumuuliza wewe umetumwa na nani? Hata nawaonyesha siongei mimi zangu. Wanamuinukia. Wanasema ni Mungu amemtuma, ati ni mwana wa Mungu. Wanataka kumuua. Anaambia haya, ule ambaye anaongeanga kuhusu ule amemtuma, huyo muwezi. Lakini wale hawashiki vile anawaambia. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na ninataka tuelewe jambo moja siku ya leo, wana wa Bwana. Hebu tukaenda tu hapo katika Waefeso 1. Let's go to first chapter 1 of Ephesians. Waefeso. Hallelujah. Try kuwaweka sana because ya masaa, but let's look at Waefeso, the first chapter. That's why naenda kwa haraka. Hallelujah. Ephesians chapter 1. Chapter 1. Waefeso chapter 1. Ephesians chapter 1. Hapana. Ephesians chapter 1. Let's read from verse 5. Let's start from verse 5. Tutaenda kujisomea. Nataka tuelewe vile Bwana ananena nasi, ama vile Bwana anatuelezea siku ya leo. Tuelewe Baba ananena nini. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Kwa kuwa alifanya nini? Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Bwana asifiwe. Having predestined us to adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasures of his will. Having, hallelujah, having predestined, kwa kuwa alitangulia kutuchagua. Alitangulia tangu mwanzo. Si wewe ulimchagua. Halo? Si wewe. Alitangulia tangu mwanzo. He predestined. Hata before akiumba huko. Bwana asifiwe. Ya kwamba wewe, Peter, John, Sarah, haleluya, nimekuita, nimekuchagua. Bwana asifiwe. Haleluya. According. Bwana asifiwe. If I read that verse 4 first of all, kwa Kizungu inaniambia according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Let's read verse 4 first. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. So before aweke misingi akakuchagua, na akaweka mikakati, na akaweka mipangilio ya vile wewe utakuwa mwana wake. Halo? Bwana asifiwe. So imagine amepanga hiyo yote tangu the foundation of the earth. Alafu wewe usimame sasa uongee kuhusu wewe. Haya. Bwana asifiwe. Usimame ujaribu kutuprovia ni wewe mambo yote. Halo? Na yeye ndiye alipanga haya yote. Alivyo tuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Uwe mtakatifu usiye na hatia.
Biblia si imetuambia vizuri? Therefore there is no condemnation in those in who? In Christ Jesus. Kwa hiyo yeye amekufanya mtakatifu. Hata mtu ashindi akikuinukia, akisema ulitenda, hiyo ni yake. Mimi najua mimi ni mtakatifu. Si Biblia imesema ninaitika mtakatifu? Haleluya. Kwa hivyo wewe kaanga unasema I am the righteousness of God. Mimi ni utakatifu wa Mungu. Na sasa hivi unaona kugumu, kuko na ubaya na kumeenda hivi na hivi. Hebu jikumbushaje hata wewe mwenyewe, because sometimes sisi usahau ya kwamba wewe ni mtakatifu wake. Halo? Bwana asifiwe. Hebu sema mimi ni mtakatifu wa Mungu. Najiambia mimi ni mtakatifu wa Mungu. Na wewe ukijua ya kwamba hakika wewe ni mtakatifu wake, na usiogope. Maana si tumeona tangu akiweka misingi ya dunia, alichagua ili one day kupitia Kristo akufanye wake. Bwana asifiwe. Kupitia Kristo wewe ni wake. Kupitia Kristo siku ya leo unaitika mtakatifu. Kwa hivyo utasimama kivipi uanze kuongea kuhusu wewe? Ati wewe ni msafi kushinda mwingine. Mimi ninafanya. Haleluya. Biblia imeniambia it's not by works lest any man should boast. Si kwa matendo, sio kwa kazi ambayo unafanya, sio kwa kazi kubwa, hata sio kukuhubiri hapa ati ndio inanifanya niwe mbele yake nikiitika mtakatifu. No. Si kwa kuomba sana, si hata kwa kutungata sana ati mimi natenda kazi ya Mungu sana. No. Yeye alituchagua tangu pale akiweka misingi ati mimi na wewe tuitike nini? Utakatifu wake. There is no special. Sisi wote ni sawa. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Sisi wote ni sawa mbele ya Mungu Baba, maana sote tunaitika utakatifu wake. Hebu tuelewe hivi. Ili tusiongee kuhusu sisi, tujipige kifua, tusimame, tujiinue. Tuanze kuitika kitu ambacho hakifai mbele yake. Maana amesema so long as tunafanya vile, hatutaitika utakatifu tena. Bwana asifiwe. Hatutaitika wake. Bwana asifiwe. Hatutaitika utakatifu wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Na anaendelea na kusema nini? Namba 6. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo umetuneemesha katika huyo mpendwa. Na 7. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyotukusudia katika yeye huyo. Bwana asifiwe. Aliyekusudia katika yeye huyo. Praise the name of the Lord. To the praise of the glory of his grace, wherein he has made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his glory. Bwana asifiwe. Wherein he has abounded towards us in all wisdom and prudence. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na kwa hivyo katika yeye huyo kwa damu yake tunayo ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Sawasawa na wingi wa neema yake ndio sisi tunayo msamaha wa dhambi. Unajua kuna dhambi Mungu anaweza kukusamehe, na kama ni mwanadamu au yeye usema asionyeti kali ya leo, sitajasahau vile alinifanya. Wewe imagine usema hutajasahau vile mtu alikufanya. Na unalilia baba yako akusamehe, na una expect atusamehe, achukue dhambi atupe kwa dustbin na huko. Haleluya. Na isahaulike. Na wewe unasema sitajasahau, sitamsamehe nini? Oh haleluya. Na yeye anasema anasamehe kulingana na neema yake. Haleluya.
damu atasamehe. Praise the name of the Lord. Na hiyo yote alitayarisha tangu pale akiweka misingi ya nini? Ya dunia. Hallelujah. Tuondoeni ubinafsi. Tuondoeni kuona kama we are better than anybody else. Tuondoeni kuona kama tumefika. Hakuna ule amefika kushinda mwingine. Bwana asifiwe. We are a body. Wacheni tukae pale. Wacheni tunyenyekee pale. Hata kama kuna kipawa ndogo iko ndani yangu na wewe, hiyo ni ya kutusaidia. Bwana asifiwe. Kama mwili. Na ole wako saa nyingine wewe ambao unafundishanga mambo unaenda nayo ukirudi nayo. Ule alinifunza kiroho alituambia jambo moja. Hiyo jambo itakuletea shida. Una ule ufunzwa. Na atakuja kwa kanisa atoke, afunzwe akuje akitoka. Maono nini? Mambo zingine anafunzwa, amekaa nayo. Unajua ni jambo ngumu sana, ni mzigo kwako. Bwana asifiwe. Wewe unaonanga ni kama jambo rahisi. Usiwe siku moja utupwe kwa shark. Iweli ije ikupeleke kule inakupeleka kama nani? Alifanywa nini? Si aliforsiwa kupeleka message. Kama amekataa, unafikiria siku 3 ndani ya tumbo ya samaki ilikuwa ni rahisi? Huyo mtu alikuwa anapumua kweli? Alafu anaungua na hizo liquids za tumbo. Kama amekataa, unaenda. Tikana kinyo modeli vitu. Bwana asifiwe. Because kuna ule uona this is mine and I keep it and just asema na nini na nini. It's all about you. Wacheni isiwe kuhusu mimi. Wacheni iwe kuhusu yeye ambaye alitupenda. Na akawa wa kutupenda na kutuhurumia na hizo neema zake ambazo ni nyingi. Ambaye ni kubwa juu yetu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na anaendelea kutuambia nini? Katika yeye huyo kwa damu yake tunayo ukombozi wetu. Msamaha. Tunayo ukombozi wetu, msamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Katika hekima yote na ujuzi akatuzidishia hiyo. Katika hekima yake na ujuzi wake. Bwana asifiwe. Kuna hekima yetu iko pale. Kuna ujuzi wako uko pale. Kuna jambo hata kukaa, hata kuishi, hata kutembea sahihi. Hata kuwa wewe uko sawa na huyo mwingine hayuko sawa ni yeye tu. Hata kuwa mwingine ako hospitali na wewe uko sawa ni yeye tu. Hata kuwa kuna wale wanakufa huko uko na hiyo ugonjwa wanasema na wewe uko sawa ni yeye tu. Bwana asifiwe. Hallelujah. It's got nothing to do with us. Kwa hivyo siku ya leo tukitoka ndani ya hii nyumba, wacheni tuweke ubinafsi chini. Wacheni tuweke chini mimi. Wacheni tuweke kujua kwetu chini. Oh hallelujah. Wacheni tuweke zote chini. Tuchukue kile Baba anataka tuwe nacho. Upendo wake tu. Ni kutupenda, alitupenda. Na ndio akatuma mwana wake wa pekee. Ndio haya ambaye anatuambia siku ya leo yakamilike ndani yetu. Bwana asifiwe. Hallelujah. There is a lot of danger. Na saa nyingine hii jambo unisumbua. Because nimeangalia saa nyingine naweza niangalie watu, niangalie vituko, niangalie saa nyingine mzaha ambaye tuko nayo wa Kristo tu. Si wengine, wale ambao ni wa Mungu, wale ambao Mungu anatenda miujiza na wao, wale ambao amepatia nguvu na mamlaka ya kutembelea nje na nyoka, hao wa Kristo. Kuna mahali Mose alisema, walishiba wakatupa mateke. Yeshuruni. I think it's Deuteronomy 33, is it? Mahali alisema Yeshuruni alishiba akatupa mateke. Tusiwe wa kushiba na kutupa mateke. Because wakati ambapo shida imeisha, umekaa vizuri, unakula, uko sawa, mtu relax. Na ndio hapa binafsi uje. Na ndio msaha na mchezo uje. Na ndio hata huwezi kaa chini mwambie mtu, dada, Mungu anaweza. Mungu atakutendea. Mimi ashanitendea na wewe pia. Wacha na akutendee. Ngoja utaona mkono wa Mungu. Ni wangapi hapa uambia watu hivi? Wangapi wewe? Hakika ni wangapi? Nje unataka waone kwa sawa. Kwa poa. Bata kula. Wengi wetu
hatuwezi kuambia mtu, ndugu, dada, kile unapitia hata mimi nishapitia. Wacha nikwambie, kama si Mungu singekuwa hivi unaniona. Kwa hivyo usitazame mimi ukaniinua, ni Mungu. Hata na wewe ukitaka atakutendea. Kuja kwake. Ni wangapi kufanya hivi? Ngumu sana. Because tunataka kuonekana vile Yesu anatuambia. Let it not be about us. Bwana asifiwe. Wacha iwe kuhusu yeye. Maana yeye alifanya hayo kutoka pale mwanzo ili tukaitikane. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Katika hekima yake na ujuzi wake. Si ujuzi wa mwanadamu. Hallelujah. He knew what he was doing. Alijua kile alitayarisha. Alijua kile alikuwa akitaka kutenda nawe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tunaendelea kuambiwa nini 9? Akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo. Bwana asifiwe. Yani kuleta madaraka wa wakati mkamilifu, yatavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam, katika yeye huyo. Bwana asifiwe. Namba 11, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri na mapenzi yake. Bwana asifiwe. That we should be to the praise of his glory, who first trusted him. Bwana asifiwe. Akiisha kujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye. So yeye anakuja akifunua, na wale ambao tunakubali na tunafungua, anaendelea akitimiza kile yeye alitayarisha. Bwana asifiwe. Anaendelea akitimiza kile yeye mwenyewe alitayarisha tangu mwanzo. Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Atavijulisha vitu vyote katika Yesu. Vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. Kuzileta zote pamoja. Bwana asifiwe. So that wakati ambapo niko na confidence nikitembea duniani, ninajua ya kwamba mimi niko hapa niseme kama Paul, lakini mimi si wa dunia. Bwana asifiwe. Paul akakuja na akaelewa, sio mimi naishi, bali ni Yesu anaishi ndani yangu. Bwana asifiwe. So wakati ambapo ninatembea duniani, mimi ninaelewa nini? Ya kwamba mimi nimekamilika kulingana na vile mpangilio wa Mungu ulipangwa pale mwanzo. So kile mimi niko leo, siko hivyo maana ni mimi nilitenda, maana mimi ni mzuri kushinda mwingine, maana mimi ni mtakatifu kushinda mwingine. Niko vile hivyo maana huu mpango ulitengenezwa pale mwanzo na Mungu, ili mimi nikiingiana na ule mpango, nikiwa hapa duniani naitika mtoto wake kweli, na nikitembea duniani naendelea nikitenda yale Baba alitayarisha tangu mwanzo. Haleluya. Na yale alitayarisha tangu mwanzo yanakamilika, maana mimi nimekubalisha mpangilio wa Mungu utimilike ndani yangu. Halo? So kuna mpangilio wa Mungu ambao unahitaji kutimilika ama kukamilika ndani yetu. Tukimkubalisha, tusipoweka mimi ama mimi najua ama mimi naweza. Halo, tuko pamoja? Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukubalisheni Mungu. Tukubalisheni. Tuondoeni majina zetu, tuondoeni kujua kwetu, tuondoeni kuelewa kwetu, tukubalishe mpangilio wake utimie ndani yetu. Isaya akalia wakati aliuliza ni nani mtakaye mtuma? Maana akitazama imagine kumejaa watu, amekosa ambaye anaweza kukubalisha mpangilio wake utimie. Halo? Na hapa kwa sababu Yesu alikuja na Yesu yu ndani yako na yu ndani yangu, tupatieni nafasi. Halo? Tuondoeni kimwili.
Kwa sababu mwili ndio unajinua, mwili ndio unajigonga kifua, mwili ndio unasema ni mimi naweza, ninajua, hata mimi ninafanyanga, hata mimi ninaombeana, hata no. Bwana asifiwe. Kila mmoja wetu ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu. Ukikubalisha, wewe utaanza kutembea ukiwa katika ule ufalme, na utaanza kutenda mambo ya mtu ambaye ako katika ule ufalme. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama ni kwako, utaweza hata kuomba na homa inaondoka. Utaweza hata kuwekelea mtu mkono na anapona. Hakuna mtu special. We are all children of the most high God. Hello? Na mpango huu alianza pale mwanzo na alikamilisha kupitia Yesu Kristo. Ili wewe ukikubali huu mpango ukamilike. Haukuwa mpango ambao utatimia kwa mtu mmoja. Haleluya. Haukuwa mpango ambao utatendwa na mtu mmoja. Na kwa kuona ni mtu mmoja tu anaweza, ndiyo imefanya watu wengine wainuke na wajinue na wajipike kifua, nasi tukae tukiwaangalia juu like as if they are special beings, while we are all special in the eyes of the most high God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni wakati wana wa Bwana tukubalishe mpangilio huu wa Mungu utimilike ndani yetu. Aliutayarisha. Ni nani atakayeuchukua? Haleluya. Kile Yesu alisema unaweza, tunaweza katika Biblia, hakusema ni mtu special anaweza. Ni sote tulie watoto wake. Haleluya. Ni sote. Ukiona mahali kuna pepo, kemea, maana wewe umepewa ruhusa ya kufanya hivyo. Mgonjwa wekelea mkono, maana wewe umepewa ruhusa ya kumponya ule. Haleluya. Praise the name of the Lord. Wacheni tuinuke sasa, tutembee, tuingiane na huu mpango wake Mungu Baba. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mahali neno inasema creation is groaning and waiting for the manifestation of the true sons of God. Ni kulia, dunia inalia, inangoja wana wa Mungu wajulikane na waonekane. Lakini bado tumekaza. Na Mungu wakati umejiweka ni wewe, hatatenda. As long as unasema ni wewe, hatatenda. As long as unataka tukuone, hatatembea na wewe. Tumeona ya kwamba huyu ambaye anaongea kuhusu yeye, Biblia inatuambia nini? Anaonekana akiwa na nini? Na unrighteousness. Unrighteousness imeitwaje na Kiswahili? Bwana asifiwe. Imeitwaje unrighteousness na Kiswahili? Najisi. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo anasema, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi yake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri ya mapenzi yake. 12. Nasi katika yeye tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Haleluya. Kwa hivyo si tukubalishe. Bwana asifiwe. Huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Anataka tuwe sifa ya utukufu wake. Oh, haleluya. Mwathani agocwo. Niki twitikirie Ngai atuhuthire neki uria arenda na ithuĩ. Tutikwe habararia na kuigutha githuri. Eheria yo mundu waku. Na nikio tutaumaga haria turi. Hata kiroho ndio tutoki stage moja tunaenda ingine. Tunaishi tu hapa. Omage diorokaga ikwaga gwetheria. Bwana asifiwe. Hau ndio habari kirema. Sinai. Bwana asifiwe. Si tukubalini atimize na afanye nasi. Na wewe hata kama uanza ka practice tu kadogo, omba tu kidogo, ombea mtu kidogo, ombea wewe mwenyewe, ombea nyumba yako kidogo, hii kitu si ile kajaterere. Wewe ndio utamwadha. Haleluya. Unajua wengi ndio bila sikiaga wakiniambia, "Nenda haja Ngai." Ndio terere. Okay. Mwingine aliniambia, na mimi nikamuuliza haya. Nyinyi mnaadaka God? Yeye wasikia. Bwana asifiwe. Because Mungu humwambii yeye, Mungu anakushika mkono, unatembea kulingana na mapenzi yake. Haleluya. Yesu akasema, ombeni hivi, mapenzi yako na itimie. So you cannot tell God. Bwana asifiwe. Mwambie asante. Kama ulisema nimepona baba,
ninashukuru maana uliniambia ni kwa mijeredi nimepoa. Unaniita mbarikiwa baba, ninashukuru naenda kupokea kilicho changu. Si nimemwambia na nisipate na tiramu iranga imagine sisi wote vile wa God kama basi angekuwa kisikiza hizo amri zetu si umpatia. Niliomba nikamwambia God, the creator of heaven and earth, huyu ambaye wanamwambia wastahili viumbe vilivyo hai na macho imejaa kila mahali mpaka kwa mabao wazee 24 wanajiangusha mbele yake, na wewe unaniambia unamwona. Oh, hallelujah, praise the name of the Lord. Hebu tueleweni vile Bwana anasema siku ya leo, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nani pia katika huyo, umesoma kwa nani soma 13. Nani pia katika huyo umekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Bwana asifiwe. Haleluya. 13 inatuambia nini? In whom you also trusted. After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, to whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ukasikia neno, ukaamini, ukawekwa muhuri na Roho wake aliyoagiza akiwa msaidizi. Bwana asifiwe. Ukasikia, ukaamini lile neno, akakuamini akakuweka muhuri. Muhuri una nini? Na Roho ambaye alisema ni msaidizi. Haleluya. Bwana asifiwe. Anaendelea na kusema nini? Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Haleluya. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu. Haleluya. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, which is the earnest of our inheritance. So kile ambacho Baba alitayarisha na akasema sisi ni warithi pamoja na Kristo, yeye hajabadilisha. Makosa ni sisi huwa nayo, yeye ni mwaminifu kutimiza. Haleluya. Yeye ni mwaminifu kukamilisha. Sijui kama tutachukua ama tutaendelea na kubeba hili jambo rahisi. Bwana asifiwe. Ama tutaendelea na kubeba hili jambo kama mzaha. Ama tutaendelea na kubeba hili jambo just for when I need something. Nimeishiwa, sina chakula, sina nyumba, sina kazi, adui amenifanya. That is the only time tunamtafuta. Na hivyo sivyo alituambia. Alitaka tuje kwake. Tukishapata ule muhuri ambaye ndiye Roho, tutembee duniani tukishinda. Sio kurudi tena na kuteta na kupiga kelele. Ni kuchukua, umeamini, umehubiriwa, umeamini, umewekwa muhuri. Sasa wewe ni mrithi. Ukitembea duniani unaendelea ukishinda. As simple as that. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na hivyo ndio Bwana anataka tuelewe siku ya leo. 15 anasema nini? Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote,
siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu. Mhm. Nikiwakumbuka katika sala zangu. Mhm. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mhm. Baba wa utukufu, Mhm. awape ninyi roho ya hekima Awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. na ufunuo katika nini? Kumjua yeye. Kumjua nani? Namba 19. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, Mhm. mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, 19. na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yote alitayarisha. Bwana asifiwe. Na ndio Paulo anasema naomba, siachi kuwaombea Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa watakatifu awape nyinyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Na Mungu na atende hivyo leo. Hakika atupe. Bwana asifiwe. Atupe roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Because the moment tumekuwa watu wa kumjua, tutawacha kujipiga kifua. Tutawacha kuenenda na mienendo ambayo haifurahishi. Because wakati ambapo utakuwa na hekima, utaenenda kwa hii dunia ukishinda. Because utaelewa ni nani ako ndani yangu. Ni nini ameweka ndani yangu. Nimeitwa niwe vipi duniani. Nimeitwa nitembee vipi duniani. Nimeitwa nikiwa katika position gani duniani. Na kanisa itakuwa kitu kingine kutoka siku ya leo. Bwana asifiwe. Maana amesema macho ya moyo yenu yatiwe nuru. Mjue tumesoma wapi? Nianzie 15. Mungu wa Bwana wetu, nitaka hapo kama vile anaomba kwa ajili yetu nini? Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu awape nyinyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Na kutoka siku ya leo macho ya mioyo yetu na ipate nuru. In the mighty name of Jesus. Macho ya mioyo yetu na ipate nuru kutoka siku ya leo. Na giza iondoke. In the mighty name of Jesus Christ. Mjue tumaini la mwito wake jinsi ilivyo. Haleluya. Tujue tumaini ya mwito wake. Tujue tumaini ya mwito wake. Ametuita vipi? Ametuita tuwe na tumaini. Tutumainie nini? Mungu na atufunue tujue. Haleluya. Tuache kutembea kwa dunia kama watu hawajui mahali wameenda na mahali wameitwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Niko wapi? Awape nyinyi roho ya hekima na ufunuo. Macho yenu yatiwe nuru. Mjue tumaini ya mwito wake ilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi. Utajiri wa utukufu wa urithi. Unasikia? Kuna utajiri wa utukufu wa urithi. Oh Jesus. Hallelujah. Ipo. And there's so much we are missing because of kutokuelewa haya. Hallelujah. Utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo upo.
na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu. Ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu. Amesema ni ndani ya mtu mmoja. Ni pastor. Haleluya. Ni mnabii. Ni mwaposto. Haleluya. Ni ndani yetu. Nani wa Kristo ambaye wamenemeshea neema zake. Oh, glory be to God. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Uweza wa wanadamu, uweza wa mtu. Hata wakati nimewekelea mtu hapa mkono na akasema mimi nilipona, akipona mimi sijuangi. Sijui Mungu akiingia huko akifanya operation, sijui. Tumeomba habari ya nyumba ya mtu, sijui zaidi anafika huko. Akifungua kazi, sijui. Haleluya. Kuna mahali kweli ninaingilia hapa. Ni Mungu mwenyewe anatenda hii. Tuelewe hayo. Tuchukueni hayo. Tembea ndani ya huo ushindi, mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Tuelewe kadri ya utendaji utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkononi wake wa kuume katika ulimwengu wa kiroho. Pale yupo juu sana katika ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani. Anatamalaki na anatawala pale Kristo. Bwana asifiwe. Na kila jina litajalwa, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Ameweka pale juu. Imagine huyu amewekwa juu, atamalaki hapa, dunia inayokuja, ulimwengu unayokuja, juu ya masultani zote na kila mahali. Anarudi anakwambiaje? Iko ndani yako. Unasikia? Huyo ambaye ameketi katika mkono wa kulia wa Baba yuko ndani yako. Nani unataka kuniambia shwari? Ni kuhusu wewe? Ni kuhusu wewe? Ni kuhusu yeye ambaye alibisha ukafungua akaingia. So kutoka siku ya leo tuanze kusema ni yeye. Mungu amekubariki, Mungu. Umebarikiwa, ni Mungu. Naona maisha yamebadilika, ni Mungu. Na watoto wako ni God. Sijui kitu kingine, ni God. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacha kusema hata mimi naonesha, hata mimi najua, nitafanya, ninaweza, nitaenda hivi, Umeambiwa hapo ukifanya hivyo unaingia katika dhambi. Bwana asifiwe. Wacheni tumuinue. Bwana asifiwe. Na tutaanza kuona mabadiliko kwa maisha yetu. Akapitia tuko wapi? 21 aliyoyatenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa kiroho juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalwa, wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Unasikia? Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, yeye aliyo ndani yako. Unasikia? Akamweka chini ya nini? Akamweka chini ya nini? Ya miguu yake. Nani? Yeye Kristo aliye ndani yako. Kwa hivyo vitu vyote viko chini ya miguu yako. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa ajili akasema nini? Akavitia vitu vyote chini ya miguu yako, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Oh, haleluya. Hebu tutoke kwa nyumba siku ya leo tukiwa watu wapya. Tembea kwa dunia ukijua ni Yesu ndani yako, nami ndani yake. Sio mimi naishi, bali ni Yesu anaishi ndani yako. Na wakati utaanza kuelewa ni yeye,
hakuna kwa sababu ninakioma, hakuna kwa sababu nilisikia sauti, sasa mimi ni mtu mkubwa sana. Hiyo yote alitenda kwa ajili ya kanisa lake. Haleluya. Ili kanisa ikajengana na kanisa tukashikana mkono. Ili hii kanisa tuenende tukikanyanga na tukishinda ulimwenguni. Tukikanyanga na kuharibu corona. Tukikanyanga na kuharibu ubaya wote katika dunia. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Hivyo ndio Bwana anataka tusimame siku ya leo. Tuondoeni binafsi, tuondoeni kujua kwetu, tuondoeni yale tunaona ni kana kwamba tuko nayo. Tuanze kumuinua kutoka siku ya leo na hakika tutashinda. Atatenda mambo makubwa kwa maisha yako. Na kwa hivyo Bwana hakika na atende na wabariki. Akifungua macho zetu za kiroho, akianza kutupatia kuelewa na kujua zaidi kutoka siku ya leo. Wakati unatembea duniani, tembea ukijua Yesu ndani yangu nami ndani yake. Mimi nilianza kwa hivyo. Niliposikia neno tu siku ya kwanza, nilipoingia tu kwa kanisa ya kiroho, excitement ilinishika. Mimi Catholic kiroho. Wakati niliingia pale, nilisikia jambo lingine sikuwa nimesikianga. Nilikuwa machozi yananitoka every day. Kuna mama alikuwa uniambia, ulipokuja kanisa nilikuwa kuangalia. Nikamwambia sikuwa nimesikia vitu kama hizo. So mimi nilikuwa tu nasikia machozi. Lakini mimi ningesikia mtu ana shida haraka. Ati nikaanza experiment na Mungu alikuwa akitenda. Hata sikuwa nimemaliza 6 months kwa kanisa ya kiroho, nikaanza kuona miujiza. Bwana asifiwe. Maana kile kilifundishwa mimi nilikuwa nashika, anafanya. Haleluya. Nashika na nafanya. Oh, haleluya. Nikiona huyu uko kanisa nakaa, niko sauti na kanisa naenda pande nyingine nasema, "Ai, sasa huyu kwanza kaa huyu klasi yake hawezi kubali kwenda kule naenda kanisa." So mkono hoa. Kanisa kule anafanya job bank. Naangalia najua si mimi niko na funguo, tunafunga kanuni kingine hapo. Nawekelea mtu mkono utafutwa kwenda. Wakikuita wewe ndio uitisha tu damu ya Yesu. Na sasa hiyo ameangua pesa ameiba kwa sababu alikuwa ameoverpay mtu mwingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa amelipa mtu karibu ngiri mara 200 kwa maana makosa vile kashia anaweza lipa. Na ule alilipwa akakataa kurudisha. Na sasa anataka kufutwa. Anambia hakuna dola mtu. Stella hapa. Magoti. Niliposikia sikuwa nikisikia roho akishuka juu nasikia presence na stop. Hiyo ilikuwa imetosha nijue Mungu amesikia. Bwana asifiwe. Nikisikia tu presence ya Mungu, sikuwa nangoja ati mambo nyingi nikwambia nini? Si nimejua kama nimesikia presence ya Mungu. Si amesikia. Enda ufutwi. Nakumbuka nikutana naye taona niambia, "Joyce, tirika na hiyo ile wewe." Namwambia lete hapa. Haleluya. Na nilikuwa sina shughuli. Mtu akuja aniambia Joyce, ambia wewe lete hapa. Na sikuwa nimefunzwa na mtu hivyo ndivyo kwa suppose kuwa. Lakini sikutaka mtu akuje karibu sana sijui nimfundishe nini kingine. Haleluya. Because najua tu niliomba na Mungu ametenda, kwa hivyo kwenda ukarudishie Mungu shukrani. Haleluya. Bwana wa Bwana tuamkeni. Tuondoeni binafsi. Tupokeeni hekima. Tupindulieni kutoka siku ya leo. Endeni mshinde. Endeni mshinde. Endeni mshinde. In the mighty name of Jesus.